Mpendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu mazuri ya makesha ya asubuhi kwa vijana wetu, na leo ikiwa ni Februari ya 2, tunalo somo jingine zuri linalosema maji machungu na mpango wa Mungu wa lishe, yaani malalamiko yazidi pia. Limejengwa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 16, na lile fungu lake kuu ni kitabu cha Kutoka sura ya 16 fungu la 2 mpaka fungu lile la 4. Nalo linasema, na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanung'unikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakaambiwa, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitaonyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Basi tuombe. Asante Bwana kwa ulinzi, wema na fadhili. Tunaomba utusaidie tusikumbuke dhambi na mateso na kuyasifu kana kwamba ni kitu kizuri. Tusamehe dhambi zetu na kujisahau kwetu na kulikufuru jina lako, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Basi Bwana akaahidi kuonyeshea mvua ya mkate toka mbinguni, na akaagiza kila siku waokote kiasi cha kuwatosha kula kwa siku hiyo tu, na siku ya 6 waokote maradufu, ili kujitayarisha kwa siku ya mapumziko ya Sabato. Mungu alitaka kuwapima kama watafuata maagizo. Walipaswa waokote kiasi cha kuwatosha tu, na si kwa ulafi. Siku ya mapumziko ya Sabato wasiokote kabisa. Basi Musa na Haruni waliwaambia watu maagizo ya Bwana, na kwamba wayafuate, maana ndiye aliyewatoa katika utumwa mbaya. Hata leo tumetolewa kwenye utumwa wa dhambi. Dhambi ni Misri ya namna yake, na tusikie sauti ya Bwana na kukaa ndani ya neno lake, tushike maagizo yake, ikiwemo kutunza siku yake takatifu. Japo kwenye jangwa hili la Sini hakuna kitu kilichokuwa kinastawi, Mungu aliendelea kuwatunza katika kila hatua, na watu wakasahau tena makuu ya Mungu, japo waliyaona siku chache tu zilizopita. Hata hivyo kulikuwa na wingu na moto angani, alama zilizoonyesha kuwa Bwana mwenyewe ndiye aliyekuwa anawaongoza. Ishara hizi ziliwakinga na joto mchana na baridi usiku. Pengine mtu mmoja alianza kulalamika, akaambukiza wengine. Kukosa imani na manung'uniko ni jambo baya sana, kwani laweza kuingiza wengi kufanya dhambi. Tukumbuke kutoa shukrani na kumtii Mungu anapotuongoza. Unapokosa imani, mara zingine ni vema kunyamaza na kuomba kimoyomoyo. Ni kweli walikuwa na watoto na wanyama wao pia, ila walijisahau kwamba Misri walikuwa utumwani. Wakaanza kupatukuza Misri kuliko kukaa katika mikono ya Bwana. Ni vema kuzungumza na Baba wa mbinguni na kumwambia kwamba, Baba, hiki chakula leo kimenikinai, naomba unibadilishie kingine leo. Yeye ni Baba, anaelewa. Waisraeli wakamwambia Bwana, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, na tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili, ili kutuua kusanyiko hili lote kwa njaa. Walilia wapewe nyama tele kama ambavyo walikula wakila huko utumwani. Japo Mungu aliwapa chakula cha afya zaidi kimwili, kiroho na kiakili. Kiliondoa ukungu akilini na kuwasaidia watu kufikiria mambo yanayombariki mwanadamu. Wao waliona bora wawe watumwa, ili mradi waendelee tu kula nyama za Wamisri. Hata wataalamu leo wamegundua kwamba mboga, matunda, nafaka zisizokobolewa, jamii ya kalanga na jamii ya maharage ndivyo vyakula bora kwa mwanadamu. Hivi vyakula ndivyo Mungu alimpa mwanadamu mara ya kwanza kabla ya dhambi na kifo. Mwanzo sura ya 1 fungu la 29. Asilimia kubwa ya magonjwa mengi yaliyopo leo husababishwa na ulaji wa nyama. Jambo hili limefanyiwa utafiti katika maeneo yenye ulaji mkubwa wa wanyama duniani. Wanyama wengi pia huwa na magonjwa mengi yanayopitishwa kwa walaji. Utafiti huu pia umeonyesha kuwa walaji nyama huwa ni wakali kuliko watu wasiokula nyama. Leo inabidi wanyama wauawe ili tupate chakula. Endapo unaweza kuishi bila kuua wanyama na kula vyakula vya mimea, afya yako itakuwa bora zaidi. Je, umeshawahi kuona watu wanaoishi bila ya kulipia bili yoyote maishani mwao?
hawanunui chakula, hawalipii kodi ya nyumba, hawalipii maji, hawalipii umeme, hawalipii gesi au kuni? Basi Waisraeli wao wakakumbuka vitunguu saumu, matikiti, matango na mengineo na kusahau ukuu wa Mungu. Kazi ya uongozi ni nzito. Ni utumishi kwa watu, si ubwana mkubwa kama uongozi mwingine wa kidunia. Mungu anataka viongozi wake wawe watumishi. Hata yeye alitumikia watu wakati alipokuja duniani. Hatuwezi kugusa mbingu bila kugusa watu. Kwa kuwa watu waliwaona Musa na Haruni, waliwaelekezea maneno ya lawama, manunguniko na hata magomvi. Kuridhika na shukrani ni jambo la muhimu sana, na viongozi wetu wa ibada na serikali wanahitaji kutoka kwetu mambo haya. Hata leo Mungu ana watumishi wake. Hebu na tuwe makini kutofanya maisha yao kuwa ya huzuni kama yalivyokuwa ya Musa, iwe ni kwa kuwasema, kuwanyanyasa au kutotii mamlaka waliopewa na Mungu. Ni kweli kuna watumishi wengine ambao ni wa mshahara na wanyanyasaji wa watu wa Mungu, ila kuna mamilioni ambao wanamtumikia Mungu wa mbinguni kwa haki na kweli. Basi tusifanye kazi yao kuwa ngumu, maana Mungu anawaweka kwa manufaa yetu. Na hata wale viongozi waovu kwa mamlaka ambayo Mungu amewapa kwa kuwawekea mkono au kuwatawaza kama mfalme Sauli, tuwe na hekima ya kuwaheshimu. Roho Mtakatifu atatuongoza katika kushughulika na watumishi waovu wa Yeremia sura ya 23 na Mathayo sura ya 23 pia, ili tusijipatie laana. Haruni alizungumza na watu, kisha Bwana akasema na Musa kwamba, nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao kinena, wakati wa jioni mtakula nyama na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, ndege waitwao kware wakakaribia na kukifunika kituo. Nina marafiki wengi wa Misri, na nimeona wanapenda kuwala kwale hata leo. Kwale ni ndege wadogo ambao mara nyingi hutembea ardhini kwa haraka sana na kuruka mara chache tu. Kisha asubuhi umande ulipotoka, wakaona kitu kidogo kilichoviringana kama sakitu au tando juu ya nchi. Wana wa Israeli wakaambiana, maana yani ni nini hiki? Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa mle. Akarudia maagizo ya kuokota mkate huu. Wakaokota mkate huu na wakaupima kwa pishi. Yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Waliokota kila mtu kwa ulaji wake, wakaambiwa wasitunze au kubakisha. Wengine hawakusikiliza wakakibakisha, na asubuhi kilikuwa kina mabuu na uvundo. Wengine walienda kuokota siku ya Sabato, lakini hawakukuta kitu. Musa akakasirika, kwani aliwaona wana shingo ngumu za ukaidi kwa kutosikiliza amri za Bwana. Kutoka sura ya 20 fungu la 8 mpaka la 11. Waliendelea kuokota mana kwa miaka 40 mpaka walipofika mahali pa kulima na kuvuna, ndipo mana iliacha kuanguka. Nguo zao na viatu havikuchakaa. Ahimidiwe Bwana ambaye ndiye mtoaji wa vyote na mwenye upendo mkuu kwetu. Mkate huu waliutengeneza kwa aina mbalimbali. Waliweza kula ulivyo, kuoka na mitindo mingine ya mapishi. Ukawa una ladha na harufu tofauti tofauti. Hawakuhitaji kufanya kazi ili kupata chakula. Walilishwa miaka 40 bure, hata hawakuwa na haja ya kulipa kodi ya nyumba au kununua nguo mpya. Waisraeli walipoanza manunguniko, ndipo walipoona chakula hiki hakiwafai. Vinginevyo kulikuwa bora, na kilikuwa bora na walikipenda. Watoto wengine wakipewa vitu vya kuchezea wanavikinai haraka na kutaka vingine. Watoto wengine wadogo wakienda dukani wanalilia vitu na hawataki kutoka mpaka wapate kile wanachokitaka, na baada ya siku chache tu huchoka na kuanza kulilia kingine. Hawa wanapaswa wafanye kazi ili waweze kuvipata vitu hivi, ndipo watavithamini. Mtoto mmoja wa miaka 12 alialikwa kwenye karamu yenye vyakula tofauti zaidi ya 200 kwenye meza mbalimbali, naye akapita huko akilalamika, mbona hamna kitu ninachokipenda hapa? Yani buffet style. Chakula kina sehemu kubwa katika kuwa na tabia njema, kwani tusipotawala tamaa ya chakula ni rahisi kuingia majaribuni. Ndivyo bustani ya Edeni ilivyopotea kwa kutotawala tamaa ya chakula. Kuzikana tamaa za mwili na macho ni ushindi mkubwa. Leo tutambue baraka tulizojaliwa baada ya kunungunika kwa yale yasiyotupendeza katika safari yetu ya kwenda Kanaani ya mbinguni. Hebu tuwe na shukrani kwa upendo na utunzaji wake.
Kila siku mana ilifunika ardhi na kunena ujumbe wa rehema mpya kila asubuhi, na kama sivyo wote wangeteketea. Mungu daima amekuwa makini kwa mahitaji ya watoto wake. Utunzaji huo unaonyeshwa vyema katika Yesu ambaye ni mkuu kuliko mana waliopewa wana wa Israeli jangwani. Masihi alisema, mimi ndimi mkate wa uzima. Yohana sura ya 6 fungu la 48. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni ili kila mtu akila asipotee. Yohana sura ya 6 fungu la 50. Katika yote tujue kwamba Mungu ndiye mmiliki na mpaji. Hitaji kula ulimwengu ni hitaji la watu ambao hawatanunuliwa wala kuuzwa, watu ambao ndani kabisa ya nia zao ni wakweli na waaminifu, watu wasioogopa kuita dhambi kwa jina lake halali, watu ambao dhamiri zao ni aminifu katika wajibu kama ilivyo ncha ya dira ya kaskazini, watu watakaosimama kwa ajili ya haki japo mbingu zianguke. Maana ilikuwa kama chembe ya mtama mweupe na utamu wake kama mandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Musa akawaamuru waweke pishi moja kama kumbukumbu ya historia kwa vizazi vijavyo, ili wapate kukiona kile chakula kilichowalisha jangwani na kumtukuza Mungu kwa utoaji wake riziki. Haruni akatoa kopo akaweka pishi moja ya mana ili kuwa ushahidi ilindwe kwenye madhabahu. Hata leo Mungu anatenda miujiza mikubwa kwetu. Wakati fulani nilikutana na watu 60 kutoka Angola kwenye mkutano wa walei kule Michigan. Nao waliniambia kuwa mana imekuwa ikidondoka kwao Angola wakati wa njaa mwaka huo. Nilishangaa sana, ila walipiga picha watu wakiokota na vyombo vya habari vikahojiwa walipokuwa wanaokota. Mungu bado anatoa wokovu na msaada hata leo kwa kila mwanadamu. Maana ilipaswa isiokotwe siku ya Sabato, ikimaanisha hata wakati ambapo hatuwezi kununua au kuuza, wakati wa sheria ya kutunza Jumapili imepitishwa, Mungu atawalisha watoto wake waaminifu, kwa maana hata jangwani yeye aweza kuleta mvua ya chakula. Ufunuo sura ya 13. Hata jangwani tunapaswa kuikumbuka na kuitakasa Sabato takatifu kwa Bwana. Tunatumaini kwamba ndugu zetu hawataonyesha heshima na kichwa kidogo wanapomkaribia Mungu wa pekee na wa kweli na aliye hai kuliko ambavyo wapagani wanavyoitendea na kuionyesha miungu yao ya sanamu. La sivyo, watu hawa watakuwa waamuzi wetu katika siku ya hukumu ile ya mwisho. Nimezungumza na wote wanaoshika nafasi ya walimu katika shule zetu. Wanaume na wanawake, msimdharau Mungu kwa kutomheshimu kwenu, kwa kujigamba huku mkijionyesha ufahari na umuhimu wenu. Usisimame katika ufarisayo wako na kutoa maombi yako kwa Mungu. Usiamini nguvu zako mwenyewe, usizitegemee kabisa, lakini mara kwa mara pigeni magoti mbele za Mungu na kumwabudu yeye. Leo pia nitakuacha na maswali. Na swali la kwanza ni nini kilitokea walipokunywa maji machungu? Swali la pili, Waisraeli walikumbuka vyakula gani vya Misri? Swali la tatu, je, ulafi una ubaya gani? Swali la 4, nini maana ya mana? Swali la 5, kwa nini waliambiwa wasiokote mana siku ya Sabato? Swali la 6, walikula mana miaka mingapi? Swali la 7, je, Mungu anatupatiaje chakula siku hizi? Swali la mwisho, waweza kuorodhesha mema Mungu aliyokutendea? Mungu akubariki sana kwa kudumu kuwa msikilizaji mwema. Mimi ambaye nimekuwa nikikusomea masimulizi haya ni Barnabas Samuel Mlumbulila, na yeye ambaye ameliandaa somo hili la kesha la asubuhi na watoto ni Madam Grace Mamadi. Hadi wakati mwingine tena, nikutakie siku njema na usikilizaji mwema. Mungu akubariki sana.